Yes, kama nilivyokuambia tuko Tabata kwa Chumvi Nyingi, ambapo leo nimepata nafasi ya kuwatembelea ili kuzungumza nao mawili matatu kuhusiana na kazi zao ambazo wanazi-upload ama wanaziweka kwenye upande wa digital ama upande ule wa YouTube. Niko na Bi Nyangemba, moja kati ya bibi ambaye amefanya series nyingi sana za Chumvi Nyingi. Kwa bahati nzuri leo nimekutana naye hapa. Asalamu alaykum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako mwanangu? Safi, hongera kwa kazi nzuri bibi. Nashukuru sana kama mmeziona wanangu. Ni kipi ambacho unajivunia mpaka sasa kama Bi Nyangemba baada ya kuingia kwenye tasnia ya kuigiza? Ninachojivunia kwa kweli kwa sasa najulikana. Nilikuwa nikipita hamna mtu anyenijua, lakini sasa hivi kila unaposimama nikisimama kituoni mpaka unajisikia vibaya. Nyangemba, mtu yuko kwenye gari, yuko Nyangemba, ukipita yani hiyo pia najivunia kujulikana kwa kweli. Hiyo Nyangemba ni jina la asili kabisa la nyumbani au jina la kazi? Hilo ni jina la kazi. Lakini sio mdengereko kama inavyodhaniwa. Sio mdengereko. Kuna kazi ambazo huwa unapewa, kwa maana kuna cast ambazo huwa unapewa kuigiza. Ni cast ipi ambayo ilikupa ugumu sana kulingana na umri wako ulivyo? Kuna cast ambayo nilipewa nicheze, lakini nilipewa nicheze kama mlevi, lakini sio kwenye, yani ni kundi hilo la Chumvi Nyingi, lakini kuna manake Chumvi waga anatoa nafasi kwa wasanii wake. Kwa hiyo anakuwa na huyu anashoot anadosha kwenye akaunti yake. Kwa hiyo lakini mwandishi anakuwa ni mwenye Chumvi. Kwa hiyo nilipewa cast ya ulevi. Nicheze nimelewa. Ile kwa kweli ilinichukua vigumu sana. Baada ya kufanya tamthilia za uchawi, ukirudi kambini na kwenda kwenye maeneo yako ya kawaida, neno lipi ambalo wewe ushawahi kulipata na ukaona hili neno ni gumu sana lakini limetokana na cast yako ya uchawi? Cast ya uchawi kwa kweli kuna mtu mmoja kwanza aliniambiaga. Akaniambia wewe cheza uchawi, shauri yako utakuwa mchawi kweli. Mpaka nilikasirika nikamwambia hakuna. Sio kila mtu, kwani hao wachawi wanacheza movie za kichawi. Mbona wachawi? Hii ni movie tu mimi nafanya, lakini sio kama nitakuja kuwa mchawi. Alafu pia kuna mjukuu wangu mmoja Nadia alienda kucheza, basi wenzake wakaanza kumtania, bibi yako mchawi. Akamwambia bibi yangu sio mchawi, anaigiza tu. Kwa hiyo nao pia wage naniwia vigumu kwa kweli. Kuna watu wengine ambao wanaamini kwamba Bi Nyangemba na Chumvi Nyingi, yani kama ni mtu na mtoto wake, yani wa kumzaa. Chumvi Nyingi ni kama mwanangu. Nasema kama mwanangu kwa sababu ni umri wa mtoto wangu pia. Lakini yule ni mwanangu kwenye kazi. Ni mwanangu kwenye kazi, na hili jina la Nyangemba yeye ndo amenitunuku. Yaani mama yake yupo na ndo anaitwa Nyangemba. Na ndio maana mimi amenitunuku kuniita Nyangemba. Kwa hiyo na mimi namchukulia vile vile kama alivyonichukulia kama mama yake, basi na mimi namchukulia kama kijana wangu. Kwenye kazi za sanaa kuna changamoto nyingi sana. Unafikiri mara ya kwanza ulivyopata nafasi ya kuigiza, baba alisemaje? Kwa kweli kwanza kwa hapo baba, mimi nimebaki na watoto, mume wangu alishatangulia mbele za haki. Pole sana. Shapoa. Kwa hiyo mimi niko na watoto. Kwa hiyo naendesha mwenye maisha yangu. Kwa watoto walisemaje mara ya kwanza ulivyowapaidia kwamba bwana mtu fulani kanihitaji nikafanye naye movie? Hamna, wenyewe ndo wananisupport sana yani. Wenyewe ndo wananisupport na wao ndo walinishauri. Kwamba mama unaweza, kwa sababu tulikuwa tuna mwanangu huyo, kuna mwanangu anaitwa Mazanza sasa hivi yuko kwa Nyao. Alikuwa anafanya clip pale nyumbani. Kwa hiyo akifanya vitu vyake na mimi ananishirikisha. Na yeye ndo alinifanyia mpango mpaka nimeingia kwa Chumvi. Kwa hiyo wananipa support kubwa sana, nashukuru kwa hilo. Kwenye tamthilia ya Simba Mweusi Black Lion umecheza kama mama fulani kwenye maisha ya kitajiri, baba na hela, una watoto wazuri kweli kweli. Hivi maisha yale ushawahi kuyaishi? Kiuhalisia maisha yale sijawahi kuyaishi. Kwa sababu mimi sina hela kivile. Na ilikupa ugumu gani kucheza cast ya mama fulani anatokea kwenye familia ya kitajiri? Haikunipa ugumu kwa sababu mimi ni msanii, haikunipa ugumu kwa kweli. Kama ulivyoona nimecheza na nimeitendea haki. Una mabinti wawili pale. Kuna binti ambaye anasoma, nafikiri kama wote wako chuo kitu kama hicho. Lakini binti mmoja ndo amempenda Chumvi Nyingi ambaye ana matatizo. Hivi ushawahi kumkatalia binti yako, amekuja na mtu lakini ukamwambia huyu mtu bwana hapana? Kwenye uhalisia. Yani kwenye maisha ya uhalisia. Kama nikiwa na mtu simuoni yuko vizuri, lazima nimshauri, nimwambie hapa unapokwenda mwanangu sipo. Kwa hiyo namshauri kama mzazi. Unajua watoto wa sasa hivi unamshauri. Akiona mama kweli anachosema ni yeye, kwa sababu kaanza kuliona jua, anaona ya mbele, atanifuata. Lakini wengine, watoto wengine wanakuwa wabishi. Unamshauri yeye anang'ang'ania pale pale anapotaka yeye. Basi unamwacha afanye maamuzi yake, yatakapomkuta uko mbele atajua mwenyewe.
Watu wengi wanaamini celebrity ama wasanii au mashuhuri au watu maarufu, hasa pengine kutozungumzia kwa upande wenu wa Bongo Films, kwamba wengi wakiingia kwenye mahusiano ama kwenye ndoa uaga hazidumu. Unafikiri changamoto wewe inakuwa ni nini? Naona kikubwa ni kuaminiana. Yani watu waaminiane, kwa sababu watu wameshajijengea kwamba wasanii wanakuaga wana tabia za kihunihuni, lakini hakuna. Wengine ni watulivu, na kuna ndoa zingine za wasanii zipo zinadumu, lakini wengi wanajijengea kwamba hata mwingine akimwambia tu unataka kuwa msanii, wewe umepigwa wewe. Wasanii wana tabia za kihuni, sio waaminifu. Kwa kweli hiyo sio zana nzuri. Wapo wengine ni waaminifu na wametulia. Ikitokea mwanao anakuambia mama, na mimi nataka niigize, binti huyu, utamruhusu? Hiyo swali. Binti yangu yani binti anakuja kwambia bwana mama, na mimi nataka nifuate nyayo zako, na mimi nataka kuigiza, utamruhusu? Mimi siwezi kumshauri. Kwa nini uweze kumshauri aingize kuigiza? Simshauri kwa sababu nataka tu afanye kitu kingine, asiingie kwenye sanaa, afanye tu kitu kingine, simshauri kuingia kwenye sanaa. Wewe unahisi akiingia kwenye sanaa kitu gani ambacho kitakuwa hakiko sawa kwa upande wake? Mabinti naona wana changamoto nyingi sana tofauti na sisi watu wazima. Mabinti wana changamoto mno. Kama mama, ushawahi kusuluhisha ugomvi wote wa mahusiano kwenye kambi ya Chumvi? Kwanza mimi sitakagi wanishirikishe kwenye mahusiano yao, sitakagi wanishirikishe, kwa sababu kama ni ndoa niko tayari kusimama, lakini kwenye mambo ya uhawara sitaki kujiingiza katika hiyo dhambi kabisa. Lakini ushawahi kushuhudia mgogoro? Migogoro inakuwepo hapa na pale, lakini kwa sababu siifuatiliagi, kwa sababu sitaki kujua mambo yao. Yani mimi unavyoona mimi mambo ya wasichana na mambo ya ujana wao, mimi sitaki kuyafuatilia kabisa. Nilisahau kuuliza, Binyangemba ni mtu wa wapi? Mimi ni mtu hapa pa Dar es Salaam. Ni Mzaramo. Nilizaliwa hapa pa Dar es Salaam. Ni Mzaramo typical. Typical. Ni kitu gani ambacho pengine watu hawakijui kuhusu Binyangemba ambacho leo nataka kushare nao kupitia Kolila Media na kupitia kwangu mimi Sadati? Binyangemba yani ni wasichokijua, mimi ni mara nyingi huaga na shoot mama mstaarabu, na ndivyo nilivyo hivyo. Ni kweli mimi ni mstaarabu, na hivyo labda nikishuti movie za kichawi na shoot tu movie kama kufikisha ujumbe, lakini mimi sio mchawi, ni mtu mzuri na ni mtu safi, na nimeogopa Mungu na ninaogopa sana siku ya kesho. Nilimhangaisha sana yule mwalimu alivyokuja kwenye ile movie bwana. Kwenye ile ya Sifilew ile. Sifilew. Yule mwalimu hatujamhangaisha, yule alisimama katika majukumu yake. Sema wale watoto ndio walituhangaisha, wale waliokuja kujifanya ni mwalimu, kumbe ni mhalifu. Wale ndio walituhangaisha. Kumbe bwana walikuja na kipindi kile, kumbuka kulikuwa na skendo hizi za watu kuiba watoto zitokeaga, na ndicho kipindi ambacho nyinyi mliigiza hiyo Sifilew. Pengine ile story ilipatikana baada ya haya matukio au story ilikuwa kabla ya yale matukio? Story ilipatikana baada ya yale matukio tokea wimbi lile la watoto wa viungo sijui nini. Kwa hiyo mwandishi wetu sisi yeye, yani huyu mtoto ana kichwa. Kwa hiyo aliliona lile akaona ngoja alifanyie kazi. Kati ya movie ambazo tumefanya mpaka sasa ni movie gani ambayo wewe unahisi ulifanya vizuri kuliko movie zote ambazo umewahi kuzifanya? Mimi kwa kweli hiyo Sifilew. Sifilew ndio movie ambayo naona nilifanya vizuri sana. Nilivyoshoot vile kibibi kikongwe. Ile ndio ambayo mimi nifanya kama nimecheza vizuri, na napenda nicheze vile yani. Unapenda kucheza uchawi? Mle sikuwa mchawi. Lakini ile mambo loko nafanya si kabisa ni ya kichawi, japo sio uchawi wa kumloga mtu. Ulikuwa unasaidia watu, lakini ni mambo fulani ya kichawi. Mtoto anatafutwa ameenda mtoni, kumbe mtoto umemwacha huko. Yaani mambo fulani hivi ya ajabu ajabu. Yaani mimi mle nilishuti kama mganga wa kienyeji. Lakini ndio wao waganga wengi wengine wanakuwa na uchawi wanakuwa nao. Lakini nilishuti mchawi, mganga, lakini pia na uchawi nao. Kwa hiyo na hata waganga pia wanakuwa na uganga na uchawi wanakuwa nao. Lakini wa kusaidia watu, sio uchawi wa kuangamiza watu au kuwatesa watu. Kuna ugumu gani kufanya kazi na vijana hawa? Mimi huko upande wangu kweli sioni kama kuna ugumu, hakuna ugumu wote, kwa sababu mimi nasimama kwenye nafasi yangu. Mimi kama mama, kwa hiyo kama hivi ninashuti mama, wewe mtoto wangu. Kwa hiyo mimi sioni ugumu wote yani. Naona kawaida tu. Vijana hawajawahi kukusumbua kuhusiana na ile tamthilia ya Simba Mweusi, maana yake unamiliki watoto fulani hivi wazuri?
vijana kunisumbua nje ya kazi. Yani nje ya kazi kwamba bi mkubwa bwana tufanyie mpango namba ya yule mtoto. Si haijatokea, hamna. Hayatokea. Basi hongera sana kwa kazi mzuri ambazo unazifanya. Bila shaka mimi ni miongoni mwa mashabiki yako, na mpaka kabla sijaja kufanya interview na wewe nilifuatilia, ukaniambia kwamba unaishi Mbagala. Mimi naishi Twangoma. Naishi Twangoma, niko na watoto wangu. Na kwa kweli nashukuru sana mwanangu kusema kwamba wewe mimi unapenda kazi zangu ninazozifanya. Nashukuru sana mwanangu. Asante sana, na ndo nazidi kunipa nguvu na kuipenda hii kazi ambayo naifanya kwa kweli. Kitu cha mwisho cha kushare na Watanzania pamoja na wale ambao wanakutazama kupitia Kolila Media. Kitu ambacho napenda kuambia mashabiki zetu wa Chumvi Nyingi Gang, jamani, muendelee kutufuatilia. Yaani nyinyi, sisi bila nyinyi hamna kitu. Tunahitaji support yenu sana. Yaani muingie pale YouTube, mlike na kushare, mtafute account ya Chumvi Nyingi, mlike na kushare na kucomment. Yaani support yenu ndio kubwa ambayo tunahitaji jamani. Hatuwezi kufanya kazi bila nyinyi. Muendelee kutusupport, na sasa hivi tuna tamthilia ambayo inaitwa Nisamehe. Kwa hiyo jamani, kitu kiko jikoni ni cha moto, na kuna nyingine inaitwa Subiani iko Chumvi Nyingi TV. Vyote hivyo ni vya moto. Yaani msiache kutufuatilia jamani. Tufuatilieni, na tunaomba sana support yenu. Muendelee kutuunga mkono. Hatuwezi kusimama bila nyinyi. Nyinyi ndio kila kitu. Of course nilikuwa na Binyangemba ambaye ametupa exclusive nyingi sana ambazo pengine kwa namna moja ama nyingine pengine ulikuwa uzifahamu, lakini utaweza kuzifahamu ama umeweza kuzifahamu kupitia Kolila Media. Mimi ni Sadati, endelea kusubscribe, like, kushare na comment kadri uwezavyo. Naendelea kuzungumza na wasanii wa Chumvi Nyingi Gang hapa Tabata ambapo nimekuja kuwatembelea. Kumbuka wanafanya kazi nyingi mzuri ambazo wewe unazitazama ama unazifuatilia. Pengine bado hujazifuatilia, jaribu kufanya hivyo ili kuweza kuwapa support watu ambao wanafanya kazi zao na kuwapa moyo wa kuendelea kufanya kazi hizo. Nyuma ya kamera kumbuka niko na Mikidadi Mwinyi Mkuu. Hii ni Kolila Media, endelea kusubscribe.